Kizaazaa kimeshuhudiwa katika hifadhi ya maiti ya Tigoni baada ya usimamizi wa hifadhi hiyo kukataa kupokea mwili wa mtu asiyejulikana ambao ulikuwa umeletwa na maafisa wa polisi katika hifadhi hiyo. Na polisi walisema kuwa mwili huo ulikuwa umepatikana kando ya barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru, eneo la Kamandura, lakini usimamizi wa hifadhi hiyo ukadinda na hata kufunga malango yake, maafisa hao wakilazimika kuingia kwa nguvu. Anavyoarifu mwanahabari wetu Julius Juma. Mwendo wa saa 7 mchana, maafisa wa polisi waliwasili kwenye lango la makafani ya Tigoni na mwili wa mwanamume asiyejulikana, wakidai mwili huo ulikuwa umepatikana kando ya barabara. Usimamizi wa hifadhi hiyo ya maiti ukionekana kutoridhishwa na maelezo hayo na kukataa kupokea na kuhifadhi mwili huo katika makafani hayo yanayosimamiwa na hospitali ya Tigoni Level 4. Maafisa hao wa polisi waliamua kubeba mwili huo hadi hifadhi ya maiti ya Nairobi, ambako waliambiwa kuwa hifadhi hiyo haipokei maiti kutoka nje ya kaunti ya Nairobi, na wakaelekezwa kurejea kaunti ya Kiambu walikotoka. Walirejea kwenye hifadhi hiyo ya Tigoni na wakakuta malango yamefungwa, wakilazimika kutumia nguvu kuingia. Hili lilisababisha mvutano na usimamizi wa hospitali, kizaazaa hicho kikivuruga shughuli za kawaida kwa muda. There is a procedure of identifying these bodies whereby we take the fingerprints, which was done yesterday, to enable us take the same to the registration bureau, who will provide us with the details of the unknown deceased person, and that one enables us to establish the details of the deceased person, and thereafter we get to reach out to the families. Maiti hiyo hatimaye ilipokelewa baada ya mashauriano ya muda mrefu, viongozi kaunti hiyo wakitoa wito kwa serikali ya kaunti kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya afya na vyombo vya usalama ili kuepuka matukio kama hayo siku zijazo. Wanapokota hii mili wanastahili kupeleka wapi? Ikiwa watapeleka kwenye hifadhi za mili, na hawa ambao wako pale wanakataa kuzichukua mili hizi. Kwa hivyo tunataka watu wetu ambao wamesimamia mahifadhi zetu katika kaunti ya Kiambu watuelekeze, wakati polisi, afisa wetu wa polisi wanapokota mili watakuwa wanazipeleka wapi, ili wasihangaike usiku mzima na hawana mahali pa kupeleka. Julius Juma, NTV.